Ngine kuelekea kipindi cha mwisho wa mwaka na mwaka mpya, Jeshi la Polisi mkoani Mbeya tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba tunasherehekea kwa amani na utulivu. Ni kwamba tutakuwa na doria zote za miguu, za magari, za mbwa kuhakikisha kwamba amani na utulivu unashamiri. Lakini pia tumewashirikisha ndugu zetu wa makanisa yote kuhakikisha kwamba ndani ya makanisa kuna kuwepo na ule usimamizi wa wao kwa wao. Nje ya makanisa Jeshi la Polisi tunakwenda tunafanya patrol kama tulipofanya kipindi cha Christmas. Lakini katika hatua nyingine pia tunashukuru sana uongozi wa serikali kuu, ofisi ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya ya Mbeya, lakini pia na mkurugenzi, wakurugenzi wote wa halmashauri kwa misaada ya hali na mali wanayotoa kuhakikisha kwenye maeneo yao kunakuwa na usalama na utulivu kwa ajili ya kutoa vitendea kazi kama magari na mazingira kama haya. Tumejipanga vizuri kuhakikisha ulinzi na usalama katika nyumba za ibada, lakini natoa rai kwa wamiliki wa kumbi za starehe kufuata sheria, kanuni na taratibu za uendeshaji wa biashara zao, kuzingatia leseni zao za biashara, muda wa kufungua, muda wa kufunga biashara zinavyoelekeza. Lakini kuzingatia pia kuhakikisha kwamba wanakuwa angalau na walinzi wao wenyewe ili waone usalama wa wale wateja wanaokuja kwenye maeneo yao, lakini pia waone na usalama wa vyombo vinavyokuja pale. Wengi wanakuja na pikipiki, wanakuja na magari. Kwa ajili ya usalama tufanye ulinzi wa pamoja. Kwa sababu Jeshi la Polisi tunasema ulinzi unaanza na mimi pamoja na wewe. Kwa hiyo tukishirikiana mambo yatakwenda vizuri sana. Aidha, nitumie fursa hii kutoa makatazo na maangalizo mbalimbali kuelekea sherehe za mwaka mpya kwamba wazazi na walezi nao wazingatie ulinzi kwa watoto. Kwa sababu ndio kipindi ambacho saa hizi kuna hali ya hewa, mvua zinaweza zikanyesha pia. Kuhakikisha watoto wanalindwa wanapokuwa na mtu mzima na kuwaongoza pindi wanapotoka nyumbani kuelekea kwenye nyumba za ibada au maeneo ya michezo. Angalau hata wanapofika barabarani kuvushwa barabara. Kwa sababu ya haraka za watu, hebu tuangalie sana watoto wetu wasije kukumbana na ajali. Lakini kila mmoja hakikisha usalama wa makazi yake, yani tunaita ulinzi jirani. Unapotoka unakwenda sokoni, mwambie mwenzio naomba niangalizie hapo nakuja. Mlango unapotoka funga mlango, usiache wazi. Wakaja wakapata roho kupitia wezi, wakawa wamekuibia. Tusiache nyumba zetu bila uangalizi kuepuka uhalifu, uvunjaji na wizi. Lakini tunasema ni marufuku kuchoma matairi barabarani. Yeyote yule atakayefanya hayo sisi tutamshughulikia, tutamkamata, tutampeleka mahabusu na atahakikisha amekaa kule mpaka Jumatatu na hata kutoka Jumatatu mahakamani. Hatuna utani na wala hatuna agiza kabisa. Lakini pia masuala ya upigaji wa fatiki ni marufuku na masuala ya diskototo na yenyewe hayana afya katika shughuli tunayopiga. Aidha, ni watake watakaokwenda kwenye ufuku kama vile Ngonga, Matema na Kisiba kule wilaya ya Kyela kuwa makini na usalama wa watoto wao, wamiliki wa maeneo hayo kuweka utaratibu mzuri, kuwepo walinzi kwa ajili ya usalama wa wageni na mali zao. Pia nitoe rai kwa wenyeviti wa mitaa, watendaji wa kata na tarafa kushirikiana na wananchi, vikundi vya ulinzi shirikishi kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yao pamoja na makazi yao. Kingine tunachotaka kutia msisitizo ni kwamba tusherehekee sherehe ya mwisho wa mwaka kwa kumshukuru Mungu sana kwa mafanikio aliyotusaidia kwa mwaka huu, lakini pia kwa kumuomba baraka nyingine na neema kwa mwaka unaokuja 2020. Lakini tunasema pia ulevi sio dini wala haulipi, tuachane nao. Lakini kingine pia tusinywe pombe na kuendesha magari kwa sababu tunaweza tukasababisha ajali barabarani. Ili kuepusha ajali zisiwe nyingi, ona siku ya mwisho wa mwaka, siku ya mwanzo mwaka sio siku ya kunywa pombe. Fanya shughuli zako nyingine zozote, utakunywa hata kipindi kingine kama unaona ni lazima kunywa. Lakini tunaomba tufanye ibada ya kumshukuru Mungu na kuomba neema zake kwa mwaka 2022. Huo tunaita hata sisi Jeshi la Polisi, huo ndio mpango mzima. Kwamba tufanye baraka ya kumshukuru Mungu kwa mafanikio yote aliyotujalia mwaka 2021, tuzidi kuomba neema zake kwa mwaka unaokuja 2022 ambapo tunaenda tutakachofanya. Ndugu zangu, ni kwa kumalizia, mimi kama kamanda wa polisi kwa Mbeya, kwa niaba ya Afande Inspector General wa Jeshi la Polisi, tunawatakia ninyi nyote wa Tanzania mnaotusikiliza heri na baraka za mwaka mpya 2022. Tusherehekee kwa amani na utulivu. Tufuate sheria, kanuni na taratibu kwenye kila kitu tunachokitenda. Lakini tuende kwenye ibada, tumshukuru Mungu kwa baraka kubwa za mwaka 2021 na kumuomba neema zake Mwenyezi Mungu zitusaidie kutusaidia mema kwa mwaka ulioko mbele yetu 2022. Asanteni kwa kusikiliza.